Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na Davido. Kama unavyoelewa ni kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wana mchango mkubwa sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania, lakini pia vile inafahamika wazi dhahiri shahiri kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wamechochea ukuaji wa muziki wa hapa Bongo. Nikisema hivyo bwana, namaanisha kwamba collaboration ya Davido na Diamond Platnumz ni moja kati ya nyimbo ambazo zimekuwa ni iconic, lakini pia vile ni nyimbo ambayo imebadilisha kabisa mwelekeo wa muziki wa Bongo Flava kimataifa zaidi. Kwa kifupi ni kwamba kipindi kile Diamond alivyotoa nyimbo ya My Number One, alafu Davido alivyokuja kwenye Fiesta baada ya kufanya remix ya nyimbo hiyo, ndiyo ngoma ambayo ilimfanya Diamond kujulikana Afrika nzima. Lakini pia vile kama unakumbuka vizuri, kipindi kile ni kwamba Davido alikuwa na hiti na nyimbo yake ya Skelewu, jambo ambalo kuja kufanya collab na Diamond likapelekea moja kwa moja kuwa na umaarufu Diamond kiurahisi kupitia ukubwa ambao alikuwa nao Davido by the time. Lakini pia baada ya hayo yote ambayo yametokea kwa kipindi kile ni kwamba Davido bwana akazidi kupata umaarufu, lakini pia Diamond Platnumz naye pia akaanza kuwa nominated katika baadhi ya tunzo kubwa kabisa hapa Afrika. Kama unakumbuka vizuri, nadhani utakuwa unaelewa kwamba Davido alikuwa nominated katika tunzo Diamond akaanza kuwa nominated, akaanza kupata collaboration kutoka kwa wasanii wengine huko Nigeria, Afrika Kusini na sehemu nyingine mbalimbali. Umeona bwana, kwa hiyo ni nyimbo moja tu ambayo ilibadilisha maisha au ilibadilisha taswira na mtazamo wa Diamond Platnumz kwa ujumla kwa hapa Afrika katika swala zima la industry ya muziki. Lakini pia baada ya hapo ni kwamba kukawa kuna chemistry kubwa sana kati yao. Kuna mambo mengine yakaja yakatokea, lakini at the end of the day ni kwamba Davido mwenyewe anajua kabisa kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimechochea ukuaji wa muziki wa Bongo Flava kwa hapa Afrika nzima. Lakini pia vile Davido amekuwa na upendo, amekuwa akionyesha upendo kwa Watanzania, na Watanzania wengi sana wamekuwa wakimsupport Davido to the maximum kwa sababu wana mapenzi naye, kutokana na kwamba inafahamika kabisa kwamba wabongo wote wanafahamu kabisa mchango wa Davido katika industry, na hivyo basi wamekuwa wakimsupport kwa muda mrefu sana, na yeye mwenyewe pia amekuwa akijua hilo, na hata katika baadhi ya nyimbo huaga anapenda sana kuimba Tanzania, lakini pia akipata fursa moja kwa moja kuja kuperform hapa Bongo, huaga Davido wala apepesi macho, lazima aje kuperform. So hivi karibuni Davido bwana ametua Tanzania kwa lengo la kuja kuperform, na ni moja kati ya performance ambazo zimemake headline to the maximum huko mitandaoni. Bei ya viingilio ilikuwa ni kubwa kweli, lakini still ni kwamba Watanzania waliamua kulipia ili mradi tu kuonyesha support kwake Davido. Kwa hiyo ni moja kati ya show ambazo kiukweli ilikuwa ni show ya kipekee, maana Davido bwana alipokuja kuperform viingilio vilikuwa ni vya hali ya juu, lakini still Watanzania wengi sana wamejitokeza katika show yake. Sasa kutokana na mwitikio huo ambao Davido ameupata hapa Tanzania, kuna matukio mengine mengi sana ambayo yamejitokeza, na tuko hapa kwa ajili ya kudadavua moja baada ya lingine kuhusiana na matukio yote ambayo yametokea katika usiku ambao Davido alivyotua Tanzania na kufanya show. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba Davido bwana alivyokuja Bongo bwana amekuwa kidogo na utofauti ukilinganisha na wasanii wengine ambao wameshaikuja hapa Tanzania kuperform kutoka Nigeria kwa mfano. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba discipline ya Kizz Daniel haikuwa nzuri, kwani alivyokuja kuperform bwana alichelewa kwenye show na akasusa. And then pia vile kama unakumbuka vizuri, Rema naye pia alivyokuja bwana alionyesha nyodo fulani hivi, na watu wengi sana walionyesha wazi kwamba hakuridhishwa na the way ambavyo Rema alivyokuja Tanzania. Lakini kwa upande wa Davido hakuna complain kama hizo. Ni kwamba kila mtu amekuwa sana akichangia mada kwamba Watanzania, wasanii wa Kitanzania wana vitu vingi sana vya kujifunza kutoka kwake Davido, kutokana na the way ambavyo alivyoonyesha ile professionalism katika swala zima la kazi yake hapa Tanzania wakati amekuja kwa ajili ya kuperform. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimeweka headline huko mtandaoni kumhusu Davido bwana mtazamaji wa Trend TV ni pamoja na hili hapa ambalo nataka nilizungumze hapa kama ifuatavyo.
Bwana, kwa kile ambacho Davido amekifanya hapa Tanzania bwana, wadau wanasema kwamba ni kama kufuru hivi, maana unaambiwa kwamba kwa mujibu wa tiketi ambazo zimeuzwa ni kwamba kwanza kabisa ilikuwa ni full house, yani sold out show au bwana, mauzo ya tiketi zilikwenda zote, lakini pia vile vile viingilio vilianzia 35 kwa regular. Umeona bwana, jambo ambalo sio la kawaida kibongo bongo hapa wasanii wetu waga viingilio mpaka 5,000 2,000. Umeona bwana, lakini kwa upande wa Davido kiingilio cha chini kabisa kilikuwa ni bei ya shilingi 35,000. Umeona bwana, lakini ukiachana na hilo pia vile vile ni kwamba Davido bwana amefanya mambo mazito kweli kweli katika show hiyo. Ukiachana na swala zima la viingilio kuwa vikubwa, kitu kingine ambacho watu wamekinotice bwana ni kwamba mpaka Kajala mwenyewe ameshangaa. Yaani kwamba unaambiwa kwamba kuna huyu jamaa anaitwa Sharo wa Insta, na yeye pia alikuwa ni mmoja kati ya wadau ambao walikuwepo katika show hiyo ya Davido. Akaandika kwamba bwana, huku tuliolipia milioni 5 tuna banana. Unaambiwa kwamba katika show hii ya Davido, katika upande wa wale ambao walikuwa wamelipia milioni 5 kwa show hii, yani hii ni VIP au bwana, watu walikuwa wamebanana, yani VIP yenyewe ilikuwa imejaa. Kajala akaja akasema kwamba bwana, yani akaja akasapoti kwa kuandika kwamba kama 10,000. Umeona yani kwamba huyu alivyosema kwamba amebanana, Kajala amekuja kusapoti kwamba Tanzania walikuwa wanalipia 10,000, kumbe ni milioni 5, lakini watu wakawa wamejaa. Kwa hiyo hii bwana ni kufuru bwana, hiki alichokifanya Davido bwana ni kufuru kabisa, sio kawaida. Lakini ukiachana na hilo pia vile vile wadau mbalimbali bwana wamekuja kulizungumzia swala hilo kwenye comment section hapa bwana, kila mtu amekuja kuzungumza la kwake. Kuna mtu hapa amekuja amecomment, ameandika kwamba bwana, milioni 5 haina kazi, kitu cha siku moja, kwa ile mtu unatoa milioni 5. Kuna wadau hapa wanashangaa kuona kwamba inakuwaje bwana, watu wanalipia milioni 5 kwenda kuitumia siku moja tu kwenye show ya usiku mmoja, na show yenyewe Davido ameifanya kwa masaa 2 tu akashuka. Of course show ni kali, lakini ndio hivyo bwana, gharama hiyo ya milioni 5 bwana ni kitu ambacho kimewafanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi. Kuna mdau hapa amesema kwamba bwana na unaishi nyumba ya kupanga alafu unaenda kwenye show ya milioni 5 kweli? Kuna mwingine sababu kwamba bwana, bora hata angekuwepo Mbosso mimi ningetoa hiyo hela, lakini sio kwa Davido bwana. Kuna mwingine anasema kwamba sasa unalalamika mnakanyagana, kwani unalazimishwa kwenda? Kuna mwingine hapa amekuja amesema kwamba bwana, mbona kiingilio kilikuwa ni 500,000 bwana, sio milioni 5. VIP ilikuwa 500,000. Ukiwa kama mdau na pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi. Bisa update.